Today we are speaking about the joy of divine forgiveness. Leo tunazungumza juu ya msamaha. Wachana na maneno hayo mengine. Divine joy what? Tunaongea juu ya msamaha. Na najua wale wahubiri wamekuja mbele yangu, wamemwambia kwamba tuko wakati wa rent. Wakati ule ambao ni wakati wa kujirudia. Wakati wa kujiangalia sisi. Na tuone kama tuangalie uhusiano wetu na Mungu uko namna gani. Na kama umepungua, huu wakati wa rent ni wakati wa kujitoa. Ili uhusiano wetu na Mungu kama umepungua uweze kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Pia ni wakati huu tukienda kumalizia tunaenda kuingia Holy Week. Ni wakati ule tunaingia wakati wa Easter. Pia wakati huu ni wakati ule tunaenda wakati wa Easter, wakati ambao Yesu alijitoa kwa ajili ya makosa yetu. Akajitoa ili tuweze kusamehewa makosa yetu. Na nataka ukumbuke ya kwamba Yesu hakuwa amekosa. Hata Mungu hakuwa amekosa. Sisi ndio tulikuwa tumekosa. Lakini wakajitoa, Yesu akajitoa afe msalabani. Kwa ajili ya makosa haikuwa yake, makosa iliyokuwa yetu. Akajitoa mwili wake afe ili sisi makosa yetu iweze kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huu ni wakati muhimu sana. Na ndiposa leo tunaongea juu ya furaha ya msamaha. Kwa sababu huu ni wakati ule hautakiwi kupita kama dhambi zako hazijasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuweza kuwa umekaa kwa kanisa kwa miaka mingi. Na sio ajabu. Miaka 20, miaka 40, miaka 15. Lakini bado wewe ni mshirika wa kanisa. Na dhambi zako hujakubali Bwana Yesu Kristo ambaye anajitoa kwa sababu ya makosa yetu, afe kwa makosa yetu. Hujakubali aoshe na asamehe makosa yako. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kujirudia. Kama makosa yetu hatujasamehewa, tujipeane kwa Mungu ili hayo makosa ama hizo dhambi tuweze kusamehewa, tuhesabiwe warithi pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema hivyo? Kuwa mshirika wa kanisa la maziwa sio kusema umehesabiwa pamoja na Kristo. Kuhesabiwa kurithi pamoja na Kristo ni ukiwa mshirika wa kanisa hili bado ukubali dhambi zako siweze kusamehewa. Ukisamehewa unahesabiwa mrithi mmoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huu ni wakati wa maana sana. Ili tuweze kukubali dhambi zetu siweze kusamehewa. Hivyo kwa sababu ni wakati wa msamaha. We are speaking about forgiveness. Wakati sisi tumesamehewa, pia Yesu anatarajia sisi nasi akisha tusamehe dhambi zetu tuwe na roho kama yake ya kusamehe wale wanaotukosea. Haleluya. Baada ya kusamehewa tunatakiwa nasi tuchukue hatua nyingine ya kuwasamehe watu wale kwa maisha haya ya ulimwengu huu wanatukosea. Sio tukikosewa tukae tukiwa maadui. Ni tukisa kosewa nasi tunachukua nafasi kama vile Yesu alichukua makosa yetu, nasi tuchukue makosa ya wale ambao wametukosea tukaweza kuwasamehe ili tuweze kwenda safari moja, tuweze kwenda tukiwa kimoja kwa safari ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona siku hizi ni vingumu sana watu kusameheana. Hata wale wako kwa kanisa moja, sijui ugumu unakuja wapi. Unaona kanisa watu wako kwa ushirika mmoja na wanakosana na wanaenda kanisa moja na wanasema walisamehewa dhambi zao, lakini wao hawapati nafasi ndani ya moyo yao ya kusamehe wale wanaowakosea. Na tumepatiwa mfano mzuri kwenye masomo yale tumesoma kwenye kitabu cha Luka. Tunaambiwa kwamba kijana mmoja alienda kwa baba yake. Akamwambia, baba, ukisoma Biblia vizuri nasema, baba, wakati umefika na wakati ni huu unipatie urithi wangu. Unadhani alikuwa anaitisha kwa amani? Hakuwa anaitisha urithi wake kwa amani. Akasema wakati umefika unipatie urithi wangu. Naona hata kama huyu kijana alikuwa anamwambia baba yake, usiponipatia urithi wangu hapa kutakufa mtu. Usiponipatia kabla ya jioni hapa kutakufa mtu. Baba yake akaona baadaye akufe mtu
vizuri ampatia urithi wake. Akamwambia kijana, kuanzia hapa, hii ndio mali yako, chukua, sitaki vita. Biblia inasema baada ya siku chache yule kijana akauza mali yake yote na akaenda nchi ya ugeni. Akiwa kule akafurahia mali yake, ikaisha, akawa maskini, akaanza kukula na nguruwe. Na akiwa pale ndiposa Biblia inasema akajirudia, akasema ya kwamba si mimi nakula hapa na nguruwe, nitaondoka nirudi kwa baba na niende nimwambie nimekosa. Yawezekana nikimwambia nimekosa, baba atanisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati wa renti ni wakati wa kujirudia. Unajiangalia, unasema kweli nimekosa, lakini nikirudi kwa baba nikimwambia nimekosa, najua baba ako na uwezo wa kunisamehe makosa yale ambayo nimefanya. Bwana Yesu asifiwe. Kijana akajirudia na akasema, kwa sababu kwa baba yangu kuna wafanyikazi wengi na wanakula na wanalala vizuri, na mimi ni kijana yake, nitarudi tu kwa baba niende nimwambie nimekosa. Na akaamka akaanza safari kurudi kwa baba. Kile kinachonifurahisha ni hiki: baba alipomuona akiwa bari, alikimbia, akamkubatia, akambusu, akamwambia, kijana yangu, rudi nyumbani. Hakukumbuka makosa yale kijana alikuwa amefanya ya threat. Hakukumbuka makosa yale kijana alikuwa amefanya kuitisha urithi wake, lakini alimsamehe, akamkubali tena kama kijana yake. When sometime we do wrong judgment, tuweza kosana na watu sio kwa sababu tumekosewa. Tuweza kosana na watu kwa sababu judgment zile tunafanya sio judgment sahihi. Sometimes we judge even that which God cannot judge. Yani tunajudge watu even to their personal life. Unajua kuna maisha mengine personal wewe hutakiwi kuingilia. Kuna maisha yangu ya ndani hutakiwi kuingilia, kwa sababu ukiingilia utanitafutia makosa. Na ukinitafutia makosa tutakosana. Kwa sababu tutakosana kwa hiyo kuingilia maisha yangu ya ndani. Kwa hivyo those wrong judgments zinafanya wakati mwingine tukosane na hakuna makosa ya kukosana. Hallelujah. Kwa hivyo wakati wa rent ni wakati mwafaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaongea juu ya msamaha, ni wakati mwafaka tujirudie. It is time to come back to our senses. Hallelujah. Salimia mwenzako mwambie, unajua hata mhubiri anajua Kiingereza. Umesikia anajua Kiingereza? It is high time to come back to our senses. Yule kijana akasema, lazima niamuke. He came back to his senses. Akasema nitarudi kwa baba. Hallelujah. When we come back to our senses, ni wakati wa kuenda kwa baba. Hallelujah. Na huwezi enda kwa baba kama huyo jirani mko naye huwezi mface. Huwezi sema naenda kuface baba. Yule kwanza aliface nguruwe. Akasema nyinyi nguruwe, tumekula na nyinyi. Mjue leo namuacha. Leo narudi kwako. Narudi kwa baba. Akasizungumzia narudi kwa baba. Akamwambia mwenye nguruwe, wewe ndiye mwenye nguruwe. Saa hii narudi kwa baba. Narudi kwa baba. Akawazungumzia, akaamuka. Hallelujah. Wewe nawe ni kurudi kwa huyo mshirika, huyo mwanakwaya. Huyo mwambie, nilikukosea. Ni yeye alikukosea. Si tuliongea hivyo? Yeye ndiye alikukosea, lakini kwa sababu hata sisi tulikuwa tumemkosea Yesu na akachukua makosa yetu, wewe unachukua makosa yake. Kwa hivyo turudiane. Tusikue ile option ya kutoroka, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kufanya nini? Wa kurudiana. Wakati wa rent ni wakati wa kurudiana. Hallelujah. Usione ngumu kusamehe. Watu wa praise and worship msitoroke. Unajua vile haki mmenifurahisha. Unajua kwenda haki mtu anaona mambo mageni. Nimeona style mzuri mnatuongoza naye ya nyimbo. Hapa unajua nimeona mtu anainua mguu ya right, inakanyaga chini anachukua ya left. Ya right, ya left. Sawa. Hapa nimeona mnaiba vizuri. Unajua kule kwetu miguu yote mbili lazima iwe juu. Haki mko na style. Although hata nyinyi mkija kule najua mnafurahia vile tunaiba, si ndio?
Nami kwa sababu ya kuzoea ile, hapa tena nimeona style mzuri, nilikuwa nafanya tu hivi tu na hivyo inaingia. Ilikuwa tu inaingia, kusema kweli ilikuwa inaingia. Ni vile mnaimba kisungu mingi singine sikuwa naelewa, lakini yenyewe ilikuwa sawa sawa. Sasa nasema hivi, wakati wa rent sio wakati wa kutoroka praise and worship kwa sababu umekosewa, kwa sababu umeambiwa huna sauti nzuri. Sio wakati wa kutoroka kwaya kwa sababu kwa master ameshinda akikwambia wewe sauti yako ni kama haiko kwa keyboard. Tulia hapo, tulia hapo, mwambie nifunze tu mpaka nijue. Sio uende huko ukisema wananichukia. Sio wakati wa kutoroka kikundi cha wamama, kwa sababu kwa kikundi cha wamama kuna kiongozi utaki. Hata umwambie nilikuchukia kwa sababu ya hii. Usitoroke kwa sababu umekosana. Tafuta njia ya kusameheana, tafuta njia ya kurudiana, kwa sababu hata wewe hukuwa mzuri. By the way, hakuna mtu mzuri. Hukuwa mzuri wewe kwa sababu ulikuwa mbaya. Lakini Yesu akaangalia hiyo makosa, akasema badala ya huyu mtu apotee kwa makosa haya, mimi nitazifanya mkosaji. Niwe ni mimi nimekosa, nichukue hayo makosa iwe yangu. Haleluya. Ili nisamehe yuyu ambaye amekosa. Hata wewe uwe na roho kama ile ya kusamehe wale wanao kukosea. Sio kuwatorokea, ni kusameheana. Kwa sababu mbinguni watu wawili wamekosana hawataingia.